Leo naomba nizungumzie kitu kimoja, ni seli yenye afya na seli ambayo haina afya. Kwa muda mdogo tu. Seli ni kama msingi kwenye nyumba. Mwili wako umejengwa na seli zaidi ya trilioni 73. Hizo seli ndizo ambazo zimeweza kujenga mwili mpaka ukasimama. Yaani kama ni nyumba, basi ndio mwili wako. Kwenye kilo tofali ambayo lipo kwenye nyumba, basi ndio seli ambayo inajenga nini? Huo mwili. Kwa maana yake nini? Endapo matofali likiharibika moja na la pili na la tatu, endapo matofali yatakuwa yanaharibika mengi zaidi kwenye nyumba, basi uharibifu wa ile nyumba unakuwa ni mkubwa. Ndio hivyo ambavyo pia inaweza kutokea kwenye nini? Kwenye seli. Tukiangalia seli ambayo ina afya, ya hii seli ya upande wa kulia, sifa yake ya kwanza, ukuta wa nje cell membrane unakuwa ni mlaini. Na kinachofanya ukuta wa seli uwe mlaini, tumefundisha sana, ni mafuta yanayotokana na nafaka kamili. Mahindi, ngano, soya, mpunga. Ile lipids na steroids ndizo ambazo zinafanya ukuta wa nje unakuwa ni laini, kwa sababu kuna mafuta hayo. Sasa faida ya huu ukuta wa seli kuwa laini ni nini? Moja, inasaidia virutubisho kuweza kuingia vizuri kwenye seli. Juzi tulijifunza stage 6 za nutrition. Kuna stage ya 5 inayoitwa assimilation. Assimilation ni ile hali ama ni process ambayo chakula kinatoka kwenye mishipa ya damu kinaingizwa kwenye seli moja kwa moja kwa ajili ya kutumika. Sasa endapo huu ukuta wa seli utakuwa ni mlaini kama seli ya kwanza inavyoonekana, seli yenye afya nzuri, hivyo virutubisho vinaweza vikaingia vizuri kwenye seli na vikatumika. Lakini pia hivyo virutubisho vikishafanya kazi, inabidi vitoke nje. Vikitoka nje ni waste products zinakuwa zinatoka nje. Vitaingia vizuri na vitatoka vizuri endapo hii cell membrane inakuwa ni laini. Hiyo ndio seli ya kwanza yenye afya. Seli ya upande wa kushoto tunasema ni unhealthy cell, seli ambayo haina afya. Hii seli kwanza ukiangalia hata shape yake inaonekana haina afya. Na miongoni mwa vitu vinavyoharibu seli kutokuwa na afya ni vitu vya kemikali pamoja na kutokula vyakula vya nafaka kamili. Sasa hii seli ambayo haina afya, ukiangalia hii seli membrane inakuwa ni ngumu. Seli membrane inakuwa ni ngumu. Sasa seli membrane inapokuwa ni ngumu, huu ukuta wa seli unapokuwa ni mgumu, virutubisho unavyokula haviwezi vikaingia vizuri kwenye seli. Vinavyoingia ni kiasi kidogo sana. Mtu umekula zako matunda, umekula zako embe, lakini vile virutubisho haviwezi kuingia kwenye hiyo seli. Maana yake nini sasa? Ulichokula kizuri, lakini ili kiweze kutumika ndani ya seli, kinashinda kwenda kutumika kwa sababu ukuta wa nje wa seli ni mgumu. Lakini nini, hata kile chakula kidogo, hata ile lishe ndogo ambayo itapenya kwa kulazimisha kwenye ukuta wa seli, ikishatumika ndani ya seli, kutoka nje kama waste product pia inakuwa haiwezi katoka kiurahisi. Maana yake nini sasa? Kizuri hakiingii ndani ya seli na kibaya hakitoki ndani ya seli. Hiyo tunasema ni seli ambayo haina nini? Haina afya. Kizuri hakiingii ndani ya seli na kibaya hakitoki ndani ya seli. Dalili yake ya kwanza ni uchovu sugu, sumu kubaki ndani ya mwili, hivyo kuanza kuzalisha changamoto nyingi sana ambazo zinasababishwa na seli kutokuwa na nini? Na afya. Kumbuka nimekwambia mwili wako umejengwa na seli zaidi ya trilioni 73. Sawa? Hizo seli ndio msingi wa mwili. Kwa sababu muunganiko wa seli unazalisha kitu kinaitwa tissue kama damu, kucha, nywele. Muunganiko wa tissue nyingi ndio unazalisha kitu kinaitwa organ, kichwa, moyo, ngozi. Muunganiko wa organ unazalisha kitu kinaitwa organ system, mfumo. Sasa unakuta mfumo wa uzazi, mfumo wa pressure, mfumo wa fahamu, mfumo wa utoaji teka mwili. Umeelewa? Sasa hiyo mifumo ikiunganika mingi inatengeneza kitu kinaitwa organism, ndio mwili unafanya unakamilika. Ila chanzo kikubwa ni seli. Hata tuwapo tukisoma hapa kitu tunaambiwa kwamba zaidi ya seli milioni 100 zinakufa kwa kila dakika. Seli zaidi ya milioni 100 zinakufa kwa kila dakika. Mfano, seli za ngozi unaambiwa zinakufa kila baada ya siku 28. Seli za ngozi zinakufa kila baada ya siku 28. Zinatoka zife zizalishwe zingine. Sasa endapo mwili wako utakuwa una afya nzuri, ikifika siku 28, seli za ngozi zinakufa, zinazalishwa zingine.
Haya, seli za liver zinakufa kila baada ya siku 500. Seli zote zinazohusika na liver zinakufa kila baada ya siku 500. Ikifika hizo siku 500 zinakufa, zinazalishwa zingine. Seli za utumbo zinakufa kila baada ya siku 3. Seli ambazo zinasaidia utumbo, seli za tumbo zinakufa kila baada ya siku 3. Siku 3 zikifika zinakufa, zinazalishwa zingine. Seli za damu, red blood cell, zinakufa kila baada ya siku 21, 120. Siku 120 zikifika, zile seli nyekundu za damu zinakufa, zinazalishwa zingine. Seli nyeupe za damu, white blood cell, zinakufa kila baada ya lisaa machache. Maana hizi ni seli zinazolinda mwili. Umeelewa? Zinakufa hapo zinazalishwa zingine. Sasa endapo mwili wako utakuwa hauna afya nzuri, seli zako hazitakuwa na afya nzuri, itafikia hatua seli zinakufa, mwili hauzalishi seli zingine. Hapo ndipo ambapo magonjwa yanaanza kuingia kiurahisi. Mfano seli za kulinda mwili zitakuwa zife, zizalishwe zingine. Zinavyokufa zizalishwe zingine, zinaleta shida nini? Shida ya kutokuwa na nini? Na kinga mwilini. Kwa kila ugonjwa unavyokuwa unakuja kwako, unakuwa unaingia kiurahisi. Kwa hiyo utaona sana kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuijua afya yako, kuweza kutambua nini kinafanya afya yako idhoofike, nini kinafanya upate magonjwa sugu, magonjwa ambayo hayaponi kwa haraka, nini kinakufanya kukutana na wadudu, bakteria, fungus, mwili wako unapata nini, unapata kuambukizwa magonjwa. Kitu cha kujua ni kwamba mwili wako umejengwa na seli. Kwa hiyo kuna seli yenye afya, kuna seli ambayo haina afya. Tunatoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watu, hususan kwenye maradhi ambayo yanasababishwa na mfumo wa ulaji mbovu. Cha kufanya, tupigie simu namba 0769 86 50 74. Tupo hapa kwa ajili ya kusaidia.